Makosa ambayo watu huwa wanayafanya kwenye usajili wa kampuni zao. Kama unatamani kuja kusajili kampuni, sikiliza vizuri. Namba 1, makosa watu wanayofanya ni kwenye kuchagua director wa kampuni yake. Ukitaka kusajili kampuni, kuna levels 3 ambazo ni lazima uwe nazo mwanzoni kabisa kwenye kusajili kampuni. Jambo la kwanza tunawaita ni shareholders. Shareholders ni wamiliki wa kampuni. Hawa ndio watu ambao wamekaa chini wakafikiria tusajili kampuni. Na hapa kuna namna mbili. Namna ya kwanza, it's either unakuwa na partner ambaye ana invest kwako, na una invest, mnakutana katikati, mnafanya biashara yenu kama investment, mnakuwa mnagawana shares mwisho wa mwaka, dividends zinaitwa. Hiyo ni shareholders. Jambo la pili ni directors. Directors wanaoperate kila siku kwenye kampuni na kila kitu kinachoendelea. Alafu phase ya 3 ama level ya 3 ni CEO na secretary. CEO ni kama kaka mkubwa kwa directors wote waliopo kwenye kampuni. Alafu secretary ni mtu ambaye ana organize kila kitu kinachoendelea kwenye kampuni. So ukiwa na kampuni yako lazima uwe na level hizi 3. Sasa basi, makosa watu wanaokuwa nayo kuchagua director mwenza wa kwenye kampuni. Sisi huwa tunashauri mnapofungua private company, mkiwa wawili ambao amechaguana, chagua mtu ambaye atakuwa ni sahihi, kwa sababu mnapofungua mko wawili, nyie wawili mna uwezo kupanda kwenye level zote. Mkawa kama shareholders, pia mkakaa kama directors, afu mmoja akawa secretary, mwingine akawa CEO. Mnaweza, kwa sababu nyie ni shareholders. Sasa changamoto inapokuja, mtu anapochagua director, usichague mtu iwe ni kwenye director ama ni shareholder. Usichague mtu kwa sababu ya hisia. Usichague mtu kwa sababu ni mwanakosana. Huku biashara haitaji hisia. Chagua mtu ambaye, moja, ana uwezo wa kukusikiliza na kufuata unachomwambia. Pili, ni mtu atakuwa anaonesha loyalty kwako. Kingine, hakikisha vision yake na vision yako vinaendana. Na kama wewe ni mtu huyu, unatamani cooperate kama kampuni kwenye biashara yako, comment neno kampuni hapo chini. Nitakufikia, nitakusaidia kuweza kufanya maamuzi sahihi ya kustructure kampuni yako. Ama piga simu inaonekana kwenye caption hapo. Moja kwa moja itakuwa namba yangu. Nitaipokea, tutakaa chini tuzungumza. Yes, hakikisha haukosei kuchagua shareholder ama director kwenye kampuni yako.